Nani kama Dr. Samia mwezesha wanawake Tanzania? Na mimi nimo, piga makofi kwa Dr. Samia. Mheshimiwa Rais, maadhimisho ya kitaifa mwaka huu yamekuwa ya kipekee kwa ukubwa, kwani serikali ulielekeza tushirikiane na sekta binafsi katika kufanya mambo yetu ili tusiwaache nyuma, maana wamekuja kutuunga mkono. Tumetekeleza hilo. Mheshimiwa Rais, tumeshirikisha sekta binafsi kwa upana zaidi, na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi nilimteua kutoka sekta binafsi hiyo hiyo ambaye ni Mama Makini Sara Masasi, mkurugenzi wa kiwanda cha kusafisha dhahabu Geita GGR, akasema kwa Samia Suluhu Hassan Daktari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naweka kiwanda changu likizo kwanza nikafanye hii kazi. Nani kama wanawake? Amefanya kazi hii na kamati yake ambayo iko hapa. Hivyo ushirikiano huu umeongeza nguvu na kutuwezesha kuadhimisha kuanzia ngazi ya kanda ambazo tumeratibu makongamano ni kanda 7 kuanzia tarehe 1 hadi 6. Mheshimiwa Rais, hii kauli mbiu yetu hapa imebebwa na kanda zote kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Lakini huko kwenye kanda zetu 7 kulikuwa na mada tofauti tofauti zilizogusa makundi mbalimbali ya wanawake na zilizozingatia kutatua vikwazo na kuainisha fursa za kiuchumi katika maeneo yao. Na makongamano haya kipekee yamefunguliwa na viongozi wa ngazi ya kitaifa, nikianza kwa wenzetu kanda ya Magharibi mkoani Kigoma. Mada kuu ilikuwa ni mchango na ushiriki wa wanawake katika matumizi ya nishati safi na utunzaji wa mazingira, ambapo wewe Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara wa ajenda hii Afrika, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Dr. Philipo Isidori Mpango, makamu wako wa Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kigoma oye! Lakini haikutosha, tukaenda kanda ya Kusini mkoa wa Lindi. Mada kuu ikawa ni ushiriki na mchango wa wanawake katika kukuza maadili, uzalishaji na kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao, na mgeni rasmi alikuwa si mwingine ni Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa Lindi kuchere. Mheshimiwa Rais, hatukuishia hapo. Maelekezo yako tukayapeleka kwa wanawake wa kanda ya Ziwa, ambapo tuliweka senta mkoani Geita. Mada kuu ilikuwa ni ushiriki na nafasi ya mwanamke kwenye maendeleo ya sekta ya madini, na mgeni rasmi akawa ni Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati kanda ya Ziwa Mulimpola. Tukaondoka hapo tukasema tunapeleka sauti ya Dr. Samia Suluhu Hassan kanda ya Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya. Mbeya wakaitika. Watu wa Mbeya huko, salamu mnasalimianaje Mbeya oye? Mada kuu ilikuwa ni maendeleo ya wanawake katika biashara na mchango wa wanaume katika miaka 30 ya Beijing, na mgeni rasmi akawa si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa muungano wa mabunge duniani IPU. Wanawake tunaweza, hatuwezi? Nani kama Dr. Samia mwezesha wanawake Tanzania? Na mimi nimo, piga makofi kwa Dr. Samia. Mheshimiwa Rais, tukasema hapana, Samia na Dr. Samia wetu tunakwenda kutua kanda ya kaskazini hapa mkoani Arusha. Mada kuu ikawa ni ushiriki wa wanawake katika utalii na maliasili. Tukasema hodi Daktari Pindi Chana balozi, yeye ni mwanamke anaongoza sekta hii. Dr. Pindi Chana simama. Lakini tukasema Mheshimiwa Rais, hapa tutafute maboresho, manake sasa hapa tuchanganye mambo, Beijing iitike. Na mgeni rasmi tukamleta waziri wa ulinzi, si mwingine ni Dr. Stergomena Tax Lawrence. Simama tafadhali. Mheshimiwa, mambo haya tumeyafanya kimkakati. Watu wajue kwamba uliposema mimi Dr. Samia Suluhu Hassan nina ajenda na wanawake, nina ajenda na wanawake kwa mfano. Wanawake mmeisoma hiyo? Mheshimiwa Rais, tukasema tufanye remix sasa ili wanaume wasiseme tumewaacha. Wanaume mpo?
Muone Dr. Samia Suluhu Hassan alivyosuka mkakati wa maendeleo wa nchi hii bila kuacha wanaume. Tukaenda kanda ya Mashariki, Dar es Salaam, mada kuu ikawa ni ushiriki na mchango wa wenye mahitaji maalum ambao hujawaacha Mheshimiwa Rais, umewakumbuka, na fursa za uwezeshaji kiuchumi kuelekea miaka 30 ya Beijing. Tukasema Profesa Kitila Mkumbo, wakilisha wanaume wote, uwe mgeni rasmi hapa na wewe. Akaja Profesa Kitila Mkumbo, simama uliko, punga mkono. Mheshimiwa Rais, tukasema hapana, wanawake wastaafu wasiachwe. Maana umefungamanisha nchi, kila mwanamke umenituma nikamwamshe asijione ameachwa kwa sababu amemaliza kazi. Tukaenda kanda ya kati, mkoani Dodoma, mada kuu ikawa ni wanawake na uongozi na ushiriki wa wanawake na wasichana vinara katika miaka 30 ya Beijing. Tukasema mgeni rasmi ni Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Makinda oye! Tukamaliza kuchora ramani ya wanawake na uwakilishi pamoja na wanaume katika sera yako ya kuliendeleza taifa, kwamba mfungamanishe wanawake na wanaume. Mheshimiwa Rais, haya makongamano yote haya watu wameitika, wakaitika tena, watu wakajaa, watu wakasema tunataka kusikia sauti ya Dr. Samia inasemaje. Wengine wakafanya makongamano nje ya ukumbi. Kwa mfano Geita, wakakaa kabisa hivi wazi, waliokuwa ukumbini wakaweka viti nje. Takribani yalisheheni watu 1035. Waliokuwa ndani ya kumbi tu, kule nje walikuwa ni wengine. Hii inaonyesha wanawake wameitika. Kama we ni mwanamke uko uliko, nyanyua mikono, sema Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, hatukuwa tuna makongamano ya kuongea. Tulikuwa tunafanya maonyesho ya uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa na wanawake wajasiriamali. Tunatoa huduma, tunawezesha wanawake kuongeza kipato, na wengine kusikia shuhuda za wenzao walifanya nini kufikia fursa za kiuchumi, jinsi gani walipata mitaji sio na riba ambayo umeitoa, na jinsi gani wamepata mitaji ya riba nafuu ambayo umeitoa. Wengi walikuwa hawajui, wakasikia wenye vilio na taabu za kuteswa na watu wabaya katika haki zao, walikutana uso kwa uso na kampeni ya Samia Legal Aid. Sema Samia Legal Aid huko, rudia Samia Legal Aid. Watu, Mheshimiwa Rais, machozi amefutwa, watu wanashangilia, na hapa si mwingine aliyeongoza ni Dr. Damas Ndumbaro, mbunge ambaye ni waziri wa Katiba na Sheria. Mpigie makofi matatu tafadhali waziri huyu. Mheshimiwa Rais, makongamano haya hayakuishia hapo tu kwenye maonyesho na huduma, yakaleta msukumo mpya mkubwa kuhusu uanzishaji na uimarishaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Umesema muanzishe majukwaa haya ngazi ya vijiji, mitaa, wilaya na mikoa, muongeze uelewa wa kina kuhusu sera ya taifa ya maendeleo ya jinsia na uwezeshaji wanawake kiuchumi ulioipitisha mwaka 2023, ambayo pia haijawaacha wanaume nyuma. Lakini makongamano haya tumepokea risala za wanawake kwenye kanda zote 7 kwa ajili ya kufanyia kazi. Tutafanyiaje kazi? Mheshimiwa Rais, nitasema. Lakini lingine la pekee kwenye makongamano haya, pongezi nimepokea nyingi na zawadi na tuzo. Ningekuja hapa ningeomba lile greda la jeshi lilipita hapa nije nazo mheshimiwa. Wanawake na zawadi oye! Wanawake na tuzo za Mheshimiwa Rais oye! Kwa heshima nikuombe, hii ni session nyingine Mheshimiwa Rais, tupange tuje kwako tuulete, maana tukianza kuzikabidhi sasa hapa Mheshimiwa Rais itafika saa 10. Asante sana. Mheshimiwa Rais, mwongozo wako wa kuanzisha majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi pia umejadiliwa kwa kina kwenye makongamano haya mbalimbali, na ulielekeza yasimame. Nami nimeunda kamati ya elimu na hamasa ya majukwaa hayo chini ya mwenyekiti wa mwanamama anaitwa Lilian Mtali, ambaye ni mkurugenzi wa biashara kutoka Benki ya Biashara ya Tanzania TCB. Tunakwenda kipipi tu hapa TCB oye! Natarajia wakamjibu Mama Masasi vizuri kwa kuhakikisha kwamba yale yaliyosababisha tukaadhimisha leo yanakwenda kutekelezwa kwenye majukwaa haya. Lilian, uliko simama, punga mkono. Mheshimiwa Rais, mambo ni mengi, nimekupa tu picha ya jinsi